Yo guys, karibuni kwenye Mifa TV. Kama unavyoniona hapa, niko na moja kati ya kundi maarufu kutokea huku Europe, aswa nchini Sweden, na utakwenda kuwajua kwa majina, utakwenda kujua wanafanya kitu gani na kwa nini tuko nao siku ya leo. Mimi mwenyewe naitwa William Ebisampelatan aka Mane Magnet Alikuti, ni baba sita wa mama sita, wote unawafahamu wewe. Wananiita mboga chungu siku hizi, Mfalme Nebukadneza kizazi kipya. Hello guys, habari yenu Nzuri. Tungeweza kwanza kujua majina, mnaitwaje mmoja mmoja, and then tutaenda kwa kundi, tujue kundi lenu linaitwaje, mnafanyaje kazi, kwa maana tunawaona sana kwenye mitandao ya kijamii, kwenye hafla tofauti na ni moja kati ya kundi kubwa sasa hivi, yani mdogo inazidi kwenda mbele. So umekwangu bro, ni aje Poa. Unaitwa nani? Naitwa The King aka Arrest. Kutokea Lin Shopping. That's cool, my boy. That's cool, bro. Yo, man, superstar. Yeah, man. Ni aje, brother? Nah, poa. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Malumbe Asukulu aka Male. Okay, that's good. Imole? Male. Oh, that's good, bro. Brother. Yeah, ni aje, brother? Good. Vipi unaitwa nani? Naitwa Benje aka Elema, man. Elema aka. Mzao mshangazi hao? Na man, na mimi si mshangazi. Nimelisikia, but tutaongea kuhusu hilo hata usia. Bro, ni aje, man? Vipi unaitwa nani? Naitwa C Steven. What? C Steven. Fam? C Steven. C Steven. Yeah, kwani hiyo C Selemani. Steven. Okay. Wow. Mimi kwa sijawahi kusikia jina kama hilo. Naona unajua mtu ukiwa na master, kuna mambo mengine yanaanza. Bro, ni aje brother? Fresh. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Bienve. Mbona hapa mpole kidogo, ila kwenye ngoma zile za kuruka nini? Ya mimi kawaida yangu mimi naaga mpole siku zote, ni kawaida. That's good bro. Na wamisha huku tuko na brother. Ni aje bro? Niko sawa. Kila kitu kiko sawa. Yeah. Vipi unaitwa nani? Imole. Imole. Bro, wewe unasema unaitwa? Male. Kuna Male na Imole. Yeah. Okay, sogea kidogo ili wakuone. Vipi na wewe umetokea wapi? I'm shopping. Okay. So guys, kama mnavyosikia, sikumbuki hata majina yao, ila mimi najua tu ni master. Kundi yenyewe watakuja watambulishe. Kundi inaitwaje hivi? Inaitwa D43 Boys Okay. Kwa Kiswahili nani 243 Boys. Kwa Kiingereza 243 Boys ya? Kwa Kiswahili 243 Boys. That's good. Kwa Kibembe kuna ambaye anajua? Yeah, mimi najua. Amna man. Bisato Bibele Binachi Bisato Boys. Bibele Binachi Bisato Boys. Okay, guys, kama mnavyosikia hapa, kwa hiyo tunakwenda kujua hii kundi inafanyaje kazi na tunawapataje tukiwahitaji, kwa maana hii ni moja kati ya kundi bora hapa Europe. Tunaongelea Europe, unaona? So bro, mkubwa ambaye anasimamia hii kundi ni hatuna nani mwiko na simamia. Kwa hiyo mifumo yenu ambayo mnakuwa mnaendesha kundi ni ipi? Sisi kifupi, kwa mfano kukitokea, kwa mfano kuna mtu anatuhitaji, so tuseme kwa mfano kama kuna mtu amekuja kwa bwana Imole hapa anasema mimi nataka mkuje mnidansie. So huyu jamaa anakuja anatupatia deal. So tuseme kifua, yani hatuna kiongozi, tunajiongoza sisi wenyewe. Muziki tuna mix sisi wenyewe na madansi wenyewe, so hatuna kiongozi. Okay, so mnafanyaje kuendesha kundi bila kiongozi? Hata wewe unaweza kujibu. Hiyo kwa kwanza ni kuaminiana kwanza. Uaminifu ni mwingi kati yetu. Okay. Na mnakuwa mnatumia mbinu gani ili kupata watu tofauti aidha kupata kazi nyingi, kwa maana naona sasa hivi mnafanya kazi kwa wingi bila kupumzika. Bro, unaweza hata kujibu hapo? Ni tunajua kazi tu ni kuvumilia na tunajua nini tunafanya tu. Okay. Na nimekuwa nikiona kwenye nchi tofauti. Nimeona mkienda Norway, pia hapa Sweden, sehemu tofauti. Hivi ni kitu gani ambacho
kinawaletea ugumu? Aidha ni kitu gani ambacho mkifanya mnahisi kama hiki hapa tukikifanya vizuri tunaweza kufika mbali zaidi? Huyu ndio mimi nikiwaza tu ni ujuzi. So, mkizidisha hapo sasa ndo tunaangalia gisi ya kusolve nikiwaza. Na mnapanga nini? Kwa maana sasa hivi mnakuwa sio madensa tu hapa Sweden, but ni watu ambao mnaanza kwenda global zaidi, itafikia mpaka maybe hata kwenda nje ya continent hii hapa ya Europe. So mnapangaje, strategies zenu zikoje? Kusema kweli hatujui ya Mungu akijalia, kwa sababu nafikiri ni ndoto ya sisi wote hapa, ni ndoto yetu ya tufike mbali. So ni mpango wa Mungu. Ila tukiangalia kama mwaka mmoja mbeleni, aidha miaka miwili, mnajiona mkiwa happy bro? Unaweza kusaidia? Ni lazima tufike mahali tunahitaji. Yani dream yenu nyie ni kufika wapi kama kundi? Yani si wote tusonge mbele. Vizuri sana kusikia kitu kama hicho. Kwa hiyo mnasema kuwa mtu akiwahitaji basi atamfuata mmoja kati yenu. Hamna kitu ambacho mnakiweka kama vile akaunti ya kundi kwenye mitandao ya kijamii, kitu kama hicho, labda mtu anaweza akawaona akawahitaji? Unaweza kunipata ku TikTok na siwai TikTok ndio. Instagram hatujakuwa na account, lakini tutakuwa na account. Vitu kama vile namba aiza ni Gmail tu, kuna Gmail tu. Ipo hapo kwenye TikTok. Kwenye TikTok inaitwaje? 243 Global. Bro, tuambie kwa Kiswahili. Sio, tuambie kwa Kiswahili inaitwaje? Yani account 243 boys. Yani vijana. So mnaweza kutuambia mnakuwa mna dance kwenye hafla za aina gani? Yani sherehe kama vile birthday, ndoa, zema wedding, yani mnaweza kutuelezea kwa ufupi mnafanyaje kazi? Sasa hivi ni ma wedding tu, lakini tushawahi ku dance kwa birthdays moya, lakini ma students moya lakini sasa hivi ni ma wedding. Yani hapa mna focus na wedding. Una wedding tu. That's good kujua hivyo. That's good kabisa. Na kundi yenu ilianza lini? Labda kundi yetu ni ya muda sana, kwa sababu nafikiri Marita kwanza kucheza kwenye harusi pamoja ilikuwa miaka miwili ambayo imepita. So lakini tuseme yani group imeanza vizuri sasa mwaka jana, ilikuwa mwezi wa 4 hivi nafikiri ndio group yetu. Tuseme yani group ilianza so serious ilikuwa mwezi wa 6 hivi mwaka jana, mwezi wa 5 mwezi wa 6 mwaka jana. Nice. Kuna baadhi hapa sijawaona kama sijakosea. Vipi, mmepungua au? Hapana, hatujapungua. Hapa kumekosekana wawili, vijana wawili, na kuna mwanamke mwingine yuko ndani mule yuko anajiandaa, na huyu hapa ni kijana mpya. Na kuna vijana wengine wawili ambao wamebaki ni shopping, ambao haikosekana wao kwa hapa leo. Kwa hiyo kwa jumla mpo kama watu wangapi hivi? 9. Watu 9. Yes. So kundi yenu ya watu 9 mnawezaje kabisa kuongoza bila kuwa na kiongozi? Gisi Eresa alikuwa anasema to trust each other tu. So nikileta swali la kiuzushi, hamjawahi kuvurugana, naweza kukosana hata siku moja? Kuvurugana ipo na ni changamoto inatupitia. Eti brother, nikaona vijana hivyo. Ilikuwa kisa maokoto nini? Hapana, hatuwezi ingilia hiyo, lakini ishapitia. Haikuwa changamoto ya maokoto, ni ile sitofahamu tu kutokuelewana, lakini ni vizuri vijana mara moja tunabebana tena tunatengeneza hiyo. Kweli, na kama ninavyojua hasa kwa vijana mlivyokuwa, kusema kweli nyinyi ni handsome, na ndio kitu ambacho kinafanya watu wengi wanazidi kuwafuatilia, kwa maana mnajua kucheza handsome. Kila mtu anataka sherehe yake ipendeze. Oya, kama una sherehe yako, vijana ni hao hapa 2 4 3 au sio? 243 boys. Yani kama una sherehe yako unataka ipendeze, basi vijana ni hao hapa. Vipi, kila mtu ana idol wake hapa au sio? Kwa hilo sina majibu yoyote ile naweza nikajibia.
Vipi brother kwenye kudensi? Kudensi, mimi sina idol. Mimi ndo idol. Wewe ndo idol wako mwenyewe. Oya, huyu brother ni idol wake mwenyewe. Yaani hapa ni moto juu ya moto. Brother una idol kweli? Ambao unamwangalia sana, yani waga sana muangalia Ferry Gola kama unamjua. Ndio na kuinspire sana sio. Yaani ni muone uko na mbele. Unaonekana tu brother. Ndio maana hata umesuka nini? Maandalizi man. Bro, vipi wewe hapo? Sana waga nafuatilia wapi na Falipupa. Kwa hiyo wewe ni mzee wa miuno. Naona hata umevalia jezi hapo. Yaani sini wa Kongo tu. Namba 10 ya kiuno au sio? Brother na hivi kuna idol? Hapana, mimi sina. Ni wewe mwenyewe ndio unajiinspire. Mimi mwenyewe. Brother hapa ni kama vile kwa unavyochezaga ni kama mimi ni Ferry Gola na mimi hapa tu. Kwa hiyo zamani alianza yeye peke yake, solo artist alianza yeye peke. Ndio alikuwa dancer naye. Okay, brother na wewe hauna au? Sina, mimi mwenyewe tu. Wewe mwenyewe ni hatari. Na nakuonaga sana. Wewe mwenyewe unanijua hivi. Okay. So kitu gani ambacho mnakipenda zaidi? Kufanya sherehe hapa Stockholm au sehemu zingine tofauti? Hapa Stockholm, lakini yani to be honest, kitu ambacho wewe mwenyewe unasema sherehe ikiwa yani wedding ikiwa Stockholm inakuwa ni bonge la kitu. Aidha sherehe wedding ikiwa sehemu kama vile Linn Shopping, aidha Örebro. Mimi naweza kusema sasa hivi ni Norway. Norway? Naona unasemaje? Hiyo ni kweli. Kwa sababu hii ni nani? Hii ni sherehe ya kwanza hapa Stockholm. So Norway ni mara hii ilikuwa harusi tatu ya so. Bro, naona unasemaje Norway? Kama kawa tu. Wow. Eti? Kama hivyo tu wiki yote Norway. Haya. Kwa hiyo majamaa wanapenda sana sherehe za Norway kuliko za Stockholm. Ila isikupe shida sana. Wewe waachiki tu vijana ili waje wakandamize. Swali la mwisho ikiwa tunaweza kudadisi kitu kama hichi. Hivi mnaiona wapi industry hapa? Yani wasanii, TV medias, vitu tofauti kama vile music sana waigizaji na madansa pia mkiwemo. Kusema kweli kuhusu wasanii wapo wanajikaza na kuhusiana na media zipo, lakini sime kwa sasa mimi kivyangu naona media ambayo iko sana active ni Mifa TV, lakini ile nyingine kama ndio MBL hatuionagi, hatujui kama inaendaga wapi. Tuseme mambo yanaendelea vizuri, sema tu watu wanatakiwa wawe more active kama watu wa Marekani, Australia na wapi na wapi, so media manini. Okay, hivi unahisi support ambayo mnaipata kutoka kwa mashabiki au jamii inafaa kuwa hiyo aidha waongeze, lakini kusema kweli kama sisi tuko hapa leo kwa sababu ya watu, kwa sababu kusema kweli sisi hatakuwa na mipango ya kuwa group, hatakuwa na mipango sisi tuwe group tu tunacheza, hapana. Kama tulifungua group ni kwa sababu ya watu wakamwambia nyinyi vijana mko vizuri mfungue group, ilikuwa kama mawazo kutoka kwa watu, ndio maana kama tufungue group, lakini tunahitaji more support. Unaweza ukaambia watu ili wawasikie group lenu linahitaji nini kutoka kwa watu? So group letu linahitaji support. Mwende TikTok mtufollow pale 243 boys mtatupata, mfollow. So hilo tu litatosha. Like, share, comment. Okay. Wewe una kitu cha kuambia kuhusu group lenu kwanza na sanaa ya hapa Sweden? Sina amini, lakini Mbembe ndio alisema mimi amini sana. I agree. So that's it. Okay, so guys, asanteni sana na pia mnaweza kusema chochote kuhusiana na Mifa TV. Sasa na bro. Mimi kwangu Mifa TV ndo media ambayo inajitahidi hapa Sweden. Sidhani kama kuna media yote inaweza kashinda Mifa TV. Pongezi sana kwa Mifa TV. Okay, that's good bro. Exactly, yeah. Support him bro because he's a real G. That's good, man. Mimi naweza kusema shukrani sana kwa kumuona Mifa TV na kwa kutusupport pia. That's good bro. Yo man. Ni hivyo tu. C7 right? Yeah. So, uncle. Na sisi tunashukuru sana kwa ujio wenu, kwa sababu ni support kubwa na tunawapenda sana, muendelee kupambana hivyo. That's good bro. Brother hapa. So ndo Mandraso, muendelee tu hivyo tu. Mifa TV endelea tu hivyo brother yangu hapa. Support sana, big up sana kwa Mifa TV. Msichoke kufuatilia Mifa TV kwa sababu ndo media ambayo inaongeza Sweden nzima. That's good bro.
Guys, asanteni sana kwa kutufuatilia, na hapa niko na vijana wa 243 243 boys, na wanazidi kutuwakilisha Sweden kwenda kimataifa zaidi, kwa maana Europe nzima ipo kwenye mikono salama ya hawa hapa vijana wetu. Ukiwa na sherehe usisahau wacheki tu hapa, watakumalizia kila kitu na utaenjoy. Asanteni sana. Yo,